Kwa nini nakwambia kwa habari ya Mungu wa baba yako? Taona ndani ya Biblia mara nyingi Mungu amejitambulisha. Anamtokea Isaka, anamwambia mimi ni Mungu wa baba yako. Anamtokea Yakobo, anamwambia mimi ni Mungu wa baba yako. Anamtokea Musa, anamwambia mimi ni Mungu wa baba yako. Maana yake kwa Musa hamjui Mungu, lakini Mungu anamfahamu yeye na ana mpango mahala fulani ili jambo fulani litokee. Na mimi nasema Mungu ana mpango na wewe. Jioni ya leo Mungu ana jambo na wewe. Jioni ya leo Mungu ana mpango na wewe. Kuna jamii mahali inalia, kuna familia mahali inalia, kuna watu wanatafuta njia waipati, lakini leo njia yao inanyooka kwa njia ya wewe. Wale waliotaabika ndani ya familia, wanasumbuliwa na mizimu ya familia na magonjwa ya familia na laana ya familia, leo lazima waokolewe kwa jina la Yesu. Maana wakala wa familia ameshapatikana ili avunje miungu ya familia na familia iokolewe kwa jina la Yesu. Nasema kwa kinywa cha Bwana, wewe utaiokoa familia yako, wewe utamuokoa baba yako, wewe utamuokoa mama yako, utawaokoa dada na kaka zako, wale walioingia kwenye balaa na laana ili waingie kwenye baraka kwa njia ya wewe. Wewe ni Musa kwa ajili ya wengi ili wengi wainuke kwa njia ya wewe. Anaelewa? Weka makofi mazuri kwa Yesu nisikie, amina. Haleluya. Tuangalie kwenye Biblia kwa habari ya Mungu wa baba yako. Kitabu Nyakati wa kwanza ile sura ya 28 mstari wa 9 hadi ule mstari wa 10. Muone baba mmoja anaongea na mwanae ili mwanae afike mahali. Utaona Nyakati wa kwanza sura ya 28 na ule mstari wake wa 9, imeandikwa, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana tafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana, nawe ukimwacha atakutupa milele. Unamuona Daudi aliyewahi kuwa mfalme anaongea na mwanae wa kimwili, anaongea na mwanae Suleiman, ambaye Suleiman huyu ndiye aliyepangwa abebe nafasi ya baba yake. Lakini baba anamwambia mwanae maneno ya ajabu. Anamwambia, mwanangu Suleiman, mjue sana Mungu wa baba yako. Unaanza kujiuliza kwamba je, huyu Daudi sio baba yake? Lakini anamwambia mwanae, mjue sana Mungu wa baba yako ili ukamtumikie. Maana yake huyu baba anajaribu kutengeneza mahusiano mazuri kati ya Mungu wake na huyu mtoto. Anamwambia, mwanangu, mjue sana Mungu wa baba yako. Maana yake kwamba kila unayemwona leo anaye baba yake. Sasa hapa anaongelea kwa habari ya baba wa kimwili. Huyu Daudi ni baba wa kimwili. Anamwambia mwanae Sulemani kwamba wewe una baba yako na baba yako ana Mungu wake. Ninachokushauri mwanangu, mjue sana. Nini maana ya kumjua? Maana yake kumfuatilia. Fuatilia maisha ya baba yako, angalia maisha ya baba yako, angalia mambo aliyoyapata baba yako. Maana yake kwamba angalie kwamba baba alipitia mambo gani. Baba aliwahi kuwa mgonjwa, baba aliwahi kuwa mtu aina fulani. Kuna mambo aliyoyapata baba. Maana yake mambo aliyoyapata baba kutoka kwa Mungu wa baba yake yanaweza yakaingia ndani yako. Sio maana wengi leo ni wagonjwa, ila magonjwa alionayo ni magonjwa ambayo yaliwahi kuwepo ndani ya familia. Kuna mtu leo ana kansa. Kansa alionayo haijaanzia kwake, lakini kwenye ukoo wao, upande wa baba au upande wa shangazi, anajua kwamba kuna mwenye kansa kama yeye. Anajaribu kupambana na kansa, anajaribu kupambana na magonjwa ya moyo, anajaribu kupambana na magonjwa ya chembe, lakini magonjwa hayo hayawezi kuelewa dawa. Kwa nini? Kwa sababu ni magonjwa yaliyokuwepo ndani ya familia. Maana yake Mungu wa familia anajua wana familia hii lazima mmoja wapo apatwe na magonjwa haya. Anafuatilia ndani ya familia, na huwa anafuatilia mtu ambaye ameteuliwa kwa ajili ya jambo. Ndio maana Daudi hasemi na Absalom, lakini Daudi anaongea na Suleiman. Maana yake Suleiman ndio mtu ambaye atabeba nafasi mahali, na mimi naongea na mtu ambaye Mungu ana mpango na wewe ndani
ndani ya familia yako. Leo naipiga miungu ya familia yako, lazima iachie ili usimame kwenye kusudi la Bwana. Anaelewa, sema kuanzia leo. Sema tena, kuanzia leo, kila baraa, kila laana, kila mikosi, kila kukataliwa, kila magonjwa, kila mikosi iliyotembea ndani ya familia yetu, leo naikataa. Leo naikataa kila magonjwa yote ninayotaabika leo, kila balaa yoyote, maroho ya utasa, maroho ya kutokuzaa, maroho ya kutofanikiwa, maroho ya ukataliwa yaliyowahi kuwepo ndani ya miungu ya baba, leo napiga, najitenga nayo. Lazima nishinde kwa jina la Yesu. Weka makofi mazuri sana kwa Yesu. Haleluya. Mwambie mwenzako mjue sana. Kama uko na mtu mwambie mjue sana. Hebu mshike mkono mwambie mjue sana. Amjue nani? Mungu wa nani? Wa baba yako. Sasa Israeli wote wakamtafuta Musa. Maana yake wanamfuata Musa, wanaenda kwenye nchi ya ahadi. Hakuna mtu anayejua nchi ya ahadi, lakini Musa alishawaahidi kwamba wanangu, kuna nchi ya ahadi, nchi iliyojaa maziwa na asali. Wao walikuwa wamekaa tu wanawaza, kweli ile nchi ipo. Kama mimi na wewe tunaambiwa tunakoelekea ni kwema, lakini mimi na wewe hatujaona, lakini tunamwamini baba yetu alishasema, na Mungu yote aliyotuambia lazima yatimie kwa jina la Yesu. Hebu sema amina. Mwangalie mwenzako mwambie, kuna nchi yangu ya ahadi ambayo ili niipate kuna Musa wangu yuko mbele. Musa akawa nao njiani, akafika mahali Musa akaenda kumuomba Bwana. Alipoenda kumuomba Bwana, wale watu wakakaa wakasema Musa hayupo, yamkini Musa alishakufa. Wakamwambia Haruni, hatuna mtu mwingine mwenye Mungu, tutengeneze ndama, tutengeneze sanamu ili turudi Misri tulikotoka. Maana yake watu wana akili, wanajua ili usonge mbele unahitaji kuwa na Mungu, na ili urudi nyuma unahitaji kuwa na Mungu. Leo natangaza, songa mbele na Mungu uliye naye, akupigisha hatua kila mahala. Na yoyote mwenye mpango wa kukurudisha nyuma kwa miungu yake, leo tunaibomoa kwa jina la Yesu. Sema nabomoa kwa jina la Yesu. Mwambie mwenzako hakuna kurudi nyuma. Kama utarudi nyuma, ujue kuna miungu inayokuvuta. Israeli walijua turudi tulikotokea, lakini hatuwezi kurudi kama hatuna nani? Mungu. Akajitengenezea ndama, lakini ndama ile ni sanamu, lakini wao wanaiona kama Mungu. Leo kuna ndama mahala zimetengenezwa kukurudisha, leo tunazibomoa kwa jina la Yesu. Natangaza jioni ya leo, tunapasua kila miungu ya familia iliyozuia hatima yako, lazima iachie kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu, kuanzia leo kila miungu iliyoandaliwa ili kunirudisha nyuma, leo nakataa. Sema nakataa. Sema nabomoa miungu yote iliyotengenezwa ili kunirudisha nyuma, leo naipasua. Pasua kwa jina la Yesu. Weka makofi mazuri kwa Yesu. Aha, anamwambia mwanae mjue sana nani? Mungu wa baba yako. Sasa naomba nielewe kitu kimoja. Kwa habari ya Mungu wa baba yako, ukizungumzia hapo unamzungumzia mambo mawili. Kuna Mungu wa baba wa kimwili na kuna Mungu wa baba wa nini? Wa kiroho. Utaona nikuoneshe maandiko kwamba kuna Mungu wa baba wa kiroho na kuna Mungu wa baba wa kimwili. Lakini baba, kwa hiyo kila mwenye asili ya kuitwa baba maana yake anaye Mungu. Nikuoneshe kwa habari ya baba wa kiroho. Nikuoneshe kwa habari ya baba wa kiroho. Utaona yote haya ambayo yanaweza akatendwa na huyu baba wa upande wa kishetani ndiyo yanaweza kutendwa na baba wa kiroho, lakini vice versa. Utaona kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 4. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 15. Sura ya 4 mstari wa 15. Wa 15 imeandikwa, utamuona Paulo anaongea haya. Anasema, kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, lakini hamna baba wengi. Hebu sema hamna baba wengi. Sema tena hamna baba wengi. Paulo anaelezea kumbe walimu wapo. Unapoona kuna watu wanaitwa walimu, anayeweza kukufundisha neno la Bwana, lakini mababa wapo wachache kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake mwenye sifa ya kuitwa baba, kwanza ndani yake ana uwezo wa kukizaa kitu na kukilea kitu
kitu na kitu kikakamilika. Ndio maana unapotuona sisi, kama mimi hapa nilikuwa sielewi chochote, lakini nilipompata huyo baba yangu wa kiroho Pastor Kevi, akanizaa cha kwanza, akakilea kilicho ndani yangu, na leo nasimama mbele yako ninaelezea matendo makuu ya Bwana. Maana yake wababa wako wachache. Weka makofi mazuri kwa ajili ya baba yetu. Mwangalie mwenzako, mwambie hapa tunaye baba. Mwambie tena hapa tunaye baba. Mwambie usihangaike na mababa wengine wa mitandaoni, wa wapi, wanaotumia mafuta, wanaotumia vitambaa na chumvi. Hapa tuna baba ambaye ana neno lisilogoshewa. Akisema funguliwa unafunguliwa, akisema inuliwa unainuliwa, akisema pata unapata. Weka makofi mazuri kwa baba yetu. Haleluya, weka makofi mazuri sana. Mwambie mwenzako tuna baba hapa. Sema tuna baba hapa. Sema tuna baba hapa. Aha, maana mimi, anaelezea sifa za ubaba. Maana mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Mwambie mwenzako nimewazaa. Sema tena nimewazaa. Paulo anajidai kwamba mimi ni baba. Kwa nini wewe ni baba? Kwa sababu mimi nimefanya nini? Nimewazaa. Kwa hiyo kuna mtu anaitwa baba anayekuzaa. Huyo ni wa maana sana. Siku zote tengeneza naye mahusiano mazuri, kwa sababu yeye anaweza kukikuza kilichoko ndani yako. Ombi langu wengi wakue hapa kwa sababu ya baba tuliye naye. Vile vipawa vilivyo ndani yako, nasema tena viongezeke kwa jina la Yesu. Wenye neema ya maombi iongezeke, wenye neema ya uinjilisti iongezeke, wenye neema ya ualimu iongezeke, neema ya uchungaji iongezeke ndani yako, ili tutimize kusudi kubwa kwa jina la Yesu. Anaelewa? Sema amina. Mwangalie mwenzako, ambie tunakoelekea ni kuzuri sana. Wanatakiwa kuwepo watoto wengi hapa, watumishi wengi hapa. Hilo jambo linakuja siku sio nyingi kwa jina la Yesu. Sema amina. Mwambie mwenzako kaa kwa kutulia, ngangana na baba tuliye naye. Mwambie yoyote yule asikurudishe nyuma. Wewe songa, ngangana mbele na baba yako wa kiroho. Kuna mahala tunaelekea kuliko kuzuri sana. Sema amina. Sema tena amina. Hebu mshike mkono mwenzako uliye naye, mwambie natamani sana mambo yakiwa mazuri zaidi ya hapa, na wewe uwepo miongoni mwao. Unajua kuna mahala tunaelekea. Nasema tena kuna mahala tunafanya nini? Tunaelekea. Acha niseme kuna mahali tunaelekea. Hili bonde la uponyaji unaloliona hili sio la kawaida. Kuna mahali tunaelekea, na watakaofika huko watakuwa watu walio hodari sana. Watafanikiwa sana, watainuka sana, watafanikiwa sana, na huduma itakuwa sana. Tutakuwa na watumishi wa Mungu wengi sana. Sema amina. Kila mahala utakapopita, mtaa wote utasikia nasali bonde la uponyaji. Kila mahala utasikia bonde la uponyaji. Kila mahala utasikia bonde la uponyaji. Kila mahala utasikia bonde la uponyaji. Mungu tuliye naye ni Mungu wa uhakika. Tuna uhakika na yeye, na tuna mahali tunaelekea, na tunakoelekea lazima tufike. Hakuna mwanga, hakuna mshirikina anayetumia miungu yake atakayeturudisha nyuma. Gonga na mwenzako, mwambie tunasonga mbele. Mwambie tena tunasonga mbele. Mwambie tunasonga mbele. Weka makofi mazuri kwa Yesu. Kwa hiyo kuna baba wa nini? Wa kiroho. Sema tena wa kiroho. Sema tena wa kiroho. Sasa maandiko hayo mawili yametuonesha kwa habari ya baba wa kiroho, lakini pia utaona sasa kwa habari ya baba wa kimwili. Kuna baba anaitwa baba wa kimwili. Sema baba wa kimwili. Sema tena baba wa kimwili. Sasa huyo baba wa kimwili, sema ndio. Huyo ndio miungu ya familia inashikamana na yeye ili kuitawala familia yako. Unamwona kwa mfano mtu anaitwa Gideoni. Gideoni akili yake imekaa, anawaza, anafikiria, anaangalia nitaokoaje familia yangu, nitafikishaje kusudi nilionalo. Anawaza ndani yake, anasikia mambo, lakini namna gani ayatimize hayo mambo hawezi. Anajaribu kwenda kujibia ngano. Baadaye Mungu anamtokea malaika